Basi watumishi wa Bwana, Mungu wa mbinguni awabariki sana. Ninawapongeza kwa kuendelea kutaka mafundisho. Kwa nini ni muhimu sana kwa nyakati hizi kujifunza? Kama kanisa tuna kila sababu ya kujifunza maandiko ili tujue nyakati na majira tulizopo. Kama Waberoya walivyofanya, lengo letu ni kujiuliza, je, mambo haya ndivyo yalivyo? Na huku tunapoendelea kujifunza, angalizo ninalitoa kwamba ni kweli kwa sasa watu tunajifunza huku na kule, wengine wanapekua huku na kule, ni vizuri. Ni kweli tunatakiwa kujifunza kwa watu wengi zaidi na tuendelee kujifunza kwa watu wengi zaidi. Lakini angalizo, unatakiwa unaposikiliza au unapojifunza mahali pengine, wazungu wanasema uwe na open mind. Lakini unapokuwa na open mind, umefungua akili yako vizuri, usifungue akili yako 100%, kwa sababu wapo walimu wa uongo, wako manabii wa uongo. Kama Biblia inavyosema ya kwamba nyakati za mwisho wengi watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Lakini pia unatakiwa kusoma na kujiuliza, je, mambo haya ndivyo yalivyo? Kaa chini, upekue, yaangalie maandiko, thibitisha, alafu tengeneza msimamo wako wa imani. Na hata kama ulikuwa na msimamo wako wa imani, unapoona kweli ya Mungu imedhihirika kwenye maisha yako, usiwe conservative wa kutokubadilika. Unatakiwa kubadilika na kuenenda na ufunuo huo mpya ambao umeupokea. Mwalimu wetu alikuwa anapenda sana kutuambia, wanafunzi wengi waliofundisha shule ya msingi walifundishwa kwamba 2 kutoa 7 haiwezekani. Kwa hiyo hata anavyoendelea kukua, akimwambia 2 kutoa 7 anasema haiwezekani. Kumbe inawezekana. Kwa hiyo kadri unavyoendelea kupata new revelations, unatakiwa pia kuenenda kulingana na mafunuo mapya hayo ambayo unaendelea kuyapokea. Leo nilikuwa nimepanga sana tuangalie kwa habari ya mark of the beast, ambao tunasema ni chapa ya mnyama, mark of the beast, chapa ya mnyama. Lakini nikaona tutaingiliaje kuona chapa ya mnyama kabla tujamfahamu huyo mnyama? Nikaona ni bora kwanza tumfahamu huyo mnyama ni nani, alafu ndipo tuangalie hii chapa ya mnyama. Kwa sababu imeandikwa kwa kirefu sana katika Ufunuo wa Yohana sura ya 13. Tuliyemzoea kusoma leo hayupo, si nani ambaye atasoma vizuri hapa? Atakaye soma vizuri nani aliyeko kwenye mwanga mzuri? Leo namuona Praxeda hayupo, atakuwa amechoka na shughuli zake. Sasa ili tuweze kuelewa chapa ya mnyama, tunatakiwa kwanza tumfahamu huyo mnyama. Na fungu letu tutakalolisoma, watakatifu wa Bwana mnaonisikia, fungu letu tutakalolisoma linatoka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura yake ni ya 13. Ufunuo wa Yohana sura yake ni ya 13. Katika hiyo sura ya 13 ya Ufunuo wa Yohana, pole, naona mtandao unakusumbua, unacheza, okay? Katika Ufunuo wa Yohana sura hiyo ya 13, hapa tutaangalia wanyama wakubwa wawili, lakini hatuwezi tukawamaliza wote. Kuna mnyama wa kwanza na kuna mnyama wa pili. Mnyama wa kwanza anatoka baharini. Mnyama wa pili anatoka nchi kavu. Okay. Nilikuwa nakusubiri, naona umefika. Umefika Praxeda, sasa nilikuwa nakusubiri. Sasa ninasema hapa kuna wanyama wakubwa wawili katika Ufunuo wa Yohana 13. Ndio maana sikupenda tuangalie chapa ya mnyama. Nilipokuwa nikifuatilia chapa ya mnyama na kusikiliza news mbalimbali na mtandao, nikasoma baadhi ya taarifa ambazo tutaziangalia tutakapokuwa tunaangalia chapa ya mnyama. Nilipokuwa nina download mtandaoni the countries where digital ID already exist, nilipokuwa naangalia nchi ambazo digital ID inatumika, ghafla nikakutana na tangazo
la tarehe 30 mwezi wa 9, tarehe 30 Septemba 2025. Mwaka huu juzi hapa nikakutana tangazo la waziri mkuu Mr. Starmer, huyu waziri mkuu wa Uingereza, akawa ametangaza nchi yake kuanza kuwapatia raia wake digital ID, na akasema mtu ambaye hataipata digital ID hatakuwa na uwezo wa kufanya kazi hataweza kufanya kazi ndani ya hiyo nchi. Lakini pia ili raia wake wawe na haki ya kuishi, wanatakiwa wapate hiyo digital ID, ambapo ni the Prime Minister urge digital ID cards will ensure the UK borders are more secure. Sasa japo huo tunaona kwamba ni mpango ambao ulipingwa sana na vyama pinzani kama Conservative Reforms UK, lakini pia na Liberal Democrats, na tuliona watu wanaandamana. Lakini hii haizuii kwamba hiyo mark of the beast, chapa ya mnyama haitabi introduced. Lakini pia nikawa nimepata news hapa. Unajua mimi napenda kupitia taarifa za wenzetu zinaendaje. Nikawa nimepata news hapa kwamba Donald Trump amesaini. Donald Trump, kwa wale ambao mliangalia, nikawa nimeangalia hapa, huyu Mr. Trump, Donald Trump akawa amesaini death penalty. Death penalty. Death penalty, Kiswahili chetu tunasema ni hukumu ya kifo. Kunyongwa mpaka kufa. Hiyo ndo death penalty. Samani hapa pikipiki napita hapa nilipo, ndio maana unaona kelele hapa. Samani sana. Kwa nikamuona amesaini kitu kinaitwa death penalty. Kwa nini death penalty? Na hii ndo kampeni ambayo itatumika dunia nzima kwa wale wote watakaokuwa wanakataa hiyo digital ID. Nchi zote zitapiga kampeni kwamba atakayegoma apigiwe death penalty na nini. Japo mwanzoni itaanza kwa uhuru kabisa, na itakuwa marketing, watu wataipenda. Mwisho wa siku itaingia kwenye mandatory digital ID. Sasa leo sitaki tuzungumze huko sana. Nataka kwanza tumjue huyu mnyama huyu mpinga Kristo huyu ni nani, alafu siku nyingine pia Bwana akitupa neema ndipo tutaangalia hiyo chapa sasa. Hiyo chapa hiyo ambayo imekuwa ikiongelewa, chapa ya mnyama, mara microchip implantation nini. Hii je, itafanyika Wakristo tukiwa tupo au tukiwa tumeondoka? Maana hapa watu wamejenga imani. Wengine wasema wewe kanisa tutakuwa tumeondoka. Wengine wanakuambia no, kanisa litaonja joto. Kuna watu watauawa, watafanya nini. Wengine no, kanisa litakuwepo kwenye ziki yote. Kwa hiyo yako makundi matatu. Sasa kama kanisa lazima pia tuwe na uelewa wa pamoja na kujua kwamba nini kinaendelea. Tusikae gizani, kwa maana nyakati zimeisha mno. Unapoona UK, United Kingdoms, unapoona Uingereza, British anatangaza digital ID, lakini unapoona Denmark, India wanatumia digital ID, hiyo maana yake just like a foundation, ni msingi unaomwandaa huyu mnyama aje afanye kazi kwa urahisi sana. Kwa kama kanisa, ndio maana nazidi kuonya tuombeane na kukaza buti. Hatuna wakati tena. Kizazi chetu tutashuhudia mambo yaliyoandikwa yanatimia mbele ya macho yetu. Tutashuhudia unabii unatimia mbele ya macho yetu. Tunashuhudia hivi vitu, tunaona kabisa yote yaliyoandikwa tutayaona. Sasa Praxeda, tufungulie kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 13. Tuangalie kwanza mpinga Kristo, alafu sababu mpinga Kristo, kuna mpinga Kristo lakini pia kuna nabii wa uongo. Hatuwezi tukawamaliza wote. Twende taratibu utakapofikia ndo hapo. Praxeda, unanisikia? Anzia ule mstari wa kwanza kabisa.
Amen. Kisha mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe 10 na juu pembe 10 na juu ya vichwa majina ya makuu. Na mnyama niliyemwona. Niendelee mchungaji? Soma mstari wa kwanza na wa pili. Hapo kidogo mtandao uliumba tukusikia vizuri. Okay, basi ngoja nirudie. Kisha nikaona mnyama akitoka bahari mwenye pembe 10 na vichwa 7. Na juu ya pembe zake ana vilembo 10. Na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama nilimwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama midugu, na kichwa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akapa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Amen. Umefika mstari wa ngapi? Wa pili. Sawa. Japo tutasoma angalau mpaka mstari wa 10 ndipo tunamaliza huyu mnyama wa kwanza, lakini acha ulipoisha hapo panatosha ili tuangalie vizuri kwa habari hizi. Hapa kwenye Ufunuo wa Yohana wameongelewa wanyama wakubwa wawili. Hawa wanyama wakubwa wawili, mnyama wa kwanza tunamsoma katika Ufunuo wa Yohana 13 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 10. Huyu mnyama wa kwanza Biblia inasema anatoka baharini. Bahari ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa bahari kwa mujibu kwa sababu Biblia inajitafsiri yenyewe, hatuna haja kusoma andiko mengi. Bahari kwa mujibu wa Biblia ilivyojitafsiri maana yake ni nini? Makutano, mataifa. Maana yake hapa ni watu wengi. Tunaweza kusema atoka katika mataifa au atoka katika makutano. Lakini pia utakuja kuangalia kuanzia mstari wa 11 kuna mnyama mwingine ambao tutamwangalia. Yule anatoka katika nchi kavu. Anatoka katika nchi au nchi kavu. Sasa katika nchi tutaangalia ni nchi gani hiyo anayotoka. Lakini acha tumwangalie kwanza mnyama. Mnyama wa kwanza anayetoka katika bahari. Tunafahamu kwamba mnyama ni mtawala. Hili linafahamika kabisa kwamba mnyama ni nani? Ni mtawala. Na tunafahamu hakika ya kwamba joka ni shetani. Joka ni shetani. Tupige hatua. Anasema kisha nikaona mnyama akitoka katika nchi. Huyu tunayemwangalia mnyama ni mpinga Kristo. Huyu ndo mnyama tunayemwangalia, mnyama wa kwanza, mpinga Kristo. Mnyama wa pili ni nabii wa uongo. Ukisoma mstari wa 11 ana pembe 2 mfano wa mwanakondoo. Maana yake atakuwa ni mfano wa mwanakondoo. Atakuja kwa sura ya kiongozi wa kidini, lakini pia na sura ya kiongozi wa serikali. Sasa huyo tumweke pembeni. Acha tumwangalie mpinga Kristo huyu ambaye inaonekana atakuja kuwa tishio. Acha nimuelezee. Huyu mpinga Kristo Biblia inamueleza ya kwamba kisha nikamwona mnyama akitoka katika bahari. Atatoka katika makutano, atatoka katika watu wengi. Maana yake atatoka kwa watu wa mataifa, mwenye pembe 10. Pembe tunaelewa kwamba ni nini? Ni utawala, si ndio? Pembe tunafahamu kwamba pembe ni utawala, mwenye pembe 10. Lakini ana vichwa 7. Na juu ya pembe zake ana vilemba 10. Vilemba ni heshima. Lakini vichwa 7 vimetafsiriwa katika Ufunuo 17. Kianzia mstari wa 7 pale anasema vichwa 7. Milima 7 ndio ile vichwa 7. Sasa ukisoma Ufunuo wa Yohana utaelewa maana ya vichwa 7, 17. Acha tuendelee tumtafsiri kwanza huyu. Juu ya pembe zake ana vilemba 10 na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Juu ya vichwa vyake. Kichwa wao kinafahamika. Kisema the head, maana yake tunaongelea kiongozi. Kiongozi ndio tunaongelea head, kichwa. Kichwa ni kiongozi au tawala. Kama tulivyosoma kwenye lugha za picha. Sasa na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Wote tunafahamu Mungu ilipomlazimu kuja duniani ilibidi amtume mwanae wa pekee Bwana wetu Yesu Kristo.
Katika kanuni ya kiroho, kiumbe chochote cha rohoni hakiwezi kuja kufanya kazi duniani isipokuwa kimevaa mwili. Tunafahamu ya kwamba ili Mungu aje atende kazi duniani ilimlazima avae mwili. Anaitwa Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi. Hilo alikanushiki linafahamika. Na mtu anayesema Yesu sio Mungu, huyo anakufuru. Yani hajui anachokitaja. Kwa sababu Yesu ni Mungu 100% na alikuwa mwanadamu 100%. Sasa shetani anaiga ule uwezo aliofanya Mungu, naye anavaa mwili mwenyewe, anakuja kutenda kazi. Biblia inasema anampa uwezo wote. Narudia hapa ili unielewe wewe tunapokwenda huko mbele. Mstari wa 2 unasema, na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Na yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Maana yake nini? Joka alimpa mamlaka kamili. Maana yake kama hujai kumuona shetani, nikikwambia subiri utamwona mpinga Kristo, utasema mtumishi, mbona unaniombea nimuone shetani wakati nini na nini? Utaanza kuniletea maswali. Sasa kama hujai kumuona shetani, umsubiri mpinga Kristo, ndio utamwona shetani wazi akitenda kazi. Kama vile ambavyo ulimuona Mungu akitenda kazi kupitia Yesu, kadhalika watu watamuona shetani akitenda kazi kupitia huyu joka, huyu mpinga Kristo, ambaye apewa uwezo mwingi na nani? Na huyo shetani. Sasa ukijiuliza hili fungu, yule mnyama alikuwa na mfano wa chui. Sasa ukiangalia chui, labda ukaangalia pia na dubu, ukaangalia na simba. Hawa ni wanyama ambao Daniel aliwaona. Ukirudi kitabu cha Daniel aliwaona hao wanyama, wanaitwa wanyama wanne kabla Danieli. Lakini pia Nebukadneza aliona. Si unanielewa? Nebukadneza aliota ndoto katika Danieli sura ya 2. Wale mnaopenda kitabu cha Danieli, kwa sababu kitabu cha Danieli kimejitafsiri chenyewe. Ndio uzuri wa kitabu cha Danieli, ni tofauti na Ufunuo wa Yohana. Danieli yenyewe ametafsiri mwenyewe, yani anaona tafsiri mwenyewe. Kwa mfano ukisoma kitabu cha Danieli sura yake ni ya 2, unaona pale katika mwaka wa 2 wa kutawala kwake nani? Nebukadneza mfalme wa Babeli aliota nini? Ndoto ya ajabu. Ana ndoto aliyoyota ilimfadhaisha sana. Na kumfanya usingizi ufanye nini? Umtoke. Kwa bahati mbaya alipoamka asubuhi akawa ameisahau nini? Ile ndoto. Lilikuwa jambo la kawaida kwa kipindi hicho. Lakini hata sasa pia ni jambo la kawaida, watu wanasahau ndoto na wanaamka wanaendelea na shughuli zao. Hata wewe uenda leo ulisahau ndoto, umeamka umeendelea na shughuli zao. Lakini ndoto ilivyokuwa ya ajabu, yenye ujumbe mzito, ilimfadhaisha mzee. Mzee akasema ni kweli na utaga ndoto, lakini ndoto hii hapana. Hivyo mfalme ilimlazimu aitafakari ile ndoto, lakini hakuielewa wala hakuikumbuka. Akaagiza wachawi na waganga wampe tafsiri. Waliposhindwa akaagiza wote wauawe, wakiwemo na akina nani? Danieli. Wote tunafahamu hilo. Ndipo Mungu akamfunulia Danieli ndoto ile katika Danieli sura ya 2 kuanzia mstari wa 31 mpaka wa 36. Ndio maana anasema, wewe mfalme uliona na tazama sanamu kubwa sana. Sina haja sasa kuendelea kuitaja, lakini angalia tafsiri yake ilivyotafsiri. Kichwa cha dhahabu. Kichwa cha nini? Cha dhahabu. Ndipo taangalia mnyama aliyemuona Danieli, mnyama wa kwanza. Wanyama wale wanne naye huyu mfalme Nebukadneza aliona. Hawa ndio ambayo huyu joka huyu ambaye tunamsoma hapa kwamba ana mfano wa chui. Yani maana yake uwezo wake utakuwa ni mkubwa sana kuliko falme zote. Maana yake anachanganya falme zote. Maana yake nini? Vichwa vyote vilivyowahi kutawala yeye anavyo. Ndio maana huyu jamaa Biblia inasema kwanza ana vichwa 7. Ana vichwa 7, lakini pia ana pembe 10. Na joka amempa uwezo wake. Twende hapa, nataka nikupitishe. Japo muda unaenda sana, nitakapofika ndo hapo tutakuwa tunaendelea kidogo kidogo. Ni bora kumega kidogo kidogo ili tuelewe. Anasema kichwa cha dhahabu. Anasema wewe mfalme, mfalme wa wafalme, na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu. Danieli 2:37 mpaka 38.
Kichwa cha dhahabu kiliwakilisha nini? Utawala wa Babeli ambao ulianza, tunafahamu ulianza kabla kabisa, sio baada. Yaani ulianza kabla kabisa ya Kristo. Ambao ni mwaka 605 ukiangalia historia inavyoonesha KK hadi mwaka 539 KK. Na huu ulikuwa ni ufalme wa dhahabu. Ndio maana aliona hayo. Sasa tunafahamu wote namna Babeli ilivyokuwa na machukizo na nini. Tunafahamu kwamba mji wa Babeli ulivyojengwa, wote tulopata historia kidogo tunafahamu. Ndio maana ilionekana kichwa cha dhahabu. Ilikuwa ni alama ya ufalme wa Babeli. Maana kiti cha enzi cha mfalme kilikuwa cha dhahabu. Pia mavazi ya makuhani wake yalifanya nini? Yaliwakilishwa kwa dhahabu. Hivyo dhahabu ilikuwa alama nzuri zaidi kwa ajili ya nini? Ya kuwakilisha ufalme wa nani? Wa Babeli. Hiyo hatuna shida nayo. Sasa hii Babeli, sasa huku alikuja akamuona simba. Utakuja tutasoma huku Danieli katika tena maono ya Danieli. Lakini kifua alisema kifua ni mikono ya nini? Ya fedha. Kifua ni nini? Ni fedha. Kifua na mikono ni fedha. Katika Danieli 2:39, na baada ya zamani zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe. Na maneno haya yalitimia usiku ule ule ambapo tunaona Belishaza ambao anajulikana kama mjukuu wa Nebukadreza, mfalme wa Ukaldayo, alichukua vyombo vitakatifu vya nini? Vya hekalu. Na kufanya nini? Na kuvileta kwenye sherehe kwa ajili ya kunywea pombe. Katika Danieli sura 5 mstari wa 28. Ndipo aliona kiganja kinaandika mene tekeli na nini? Na peresi. Wote tunafahamu haya. Sasa usiku huo Belishaza mfalme wa Kaldayo alifanya nini? Aliuawa na Dario Medi akapokea nini? Ufalme huo. Katika Danieli sura 5 kuanzia mstari wa 30 mpaka wa 31. Kwa hiyo kifua na mikono vya fedha viliwakilisha ufalme wa Umedi na nini? Na Uajemi ambao ulianza mwaka 539 ukisoma historia hadi 331 KK. Kama ambavyo fedha ni dhaifu ikilinganishwa na nini? Na dhahabu. Kwa ufalme wa Medi na Uajemi ulikuwa dhaifu ikilinganishwa na nini? Na ufalme wa Babeli, sawa sawa na neno lililo nenwa na nabii Danieli. Lakini 3 akaona tumbo na kiuno vya shaba. Sasa yule kondoo mume, umeona yule ambao kondoo ambao tutamwangalia pia kule, ambao pia ametajwa Daniel alimuona, ambao ni kondoo mume anaambiwa uliyemuona mwenye pembe mbili, hizo ndizo wafalme wa Medi na nini? Na Uajemi. Danieli naye alimuona huyo katika Danieli sura ya 8. Sitaki kukupeleka huko, lakini nataka nikuoneshe kwa haraka. Sina haja ya kufundisha hili leo. Nataka nikuoneshe, lakini aliona pia miguu ya chuma. Miguu ya chuma. Miguu ya chuma imechanganyikana, nusu chuma nusu udongo. Sasa hiyo nusu chuma nusu udongo, kumbuka kwenye miguu huko kuna vidole. Kuna vidole 10. Sasa hivyo vidole kuna nusu chuma nusu udongo. Kumbuka tena na pembe 10. Lakini pia kuna vidole 10. Kokote kumeungana huku na huku. Sasa hiyo aliona, baadaye akaona jiwe lisilofanywa na mwanadamu limepiga hiyo sanamu. Na hiyo sanamu imedondoka. Maana yake nini? Akaeleza mpaka hatima ya mwisho wa dunia. Hatima, yani Nebukadneza aliona maono mpaka ya mwisho wa dunia. Sasa acha tusiangalie hayo. Tutaangalia wakati mwingine. Lakini ukisoma pia Danieli sura ya 7 aliona wanyama hao ambao tumewaangalia katika Ufunuo. Aliona mnyama wa kwanza katika Danieli sura ya 7 mstari wa 4 ambao alikuwa ni kama simba tuliyemuona dhahabu kule ambao anawakilisha Babeli. Pole sana, naona mtandao unawasumbua. Aliona pia mnyama wa pili ni dubu. Mnyama wa pili ni dubu ambao ni ufalme wa Umedi na Uajemi. Tunaelewa sasa. Aliona tena mnyama wa tatu ni chui katika hiyo Danieli sura ya 7. Ambao mpaka 6 mpaka ngapi? Ni chui ambao sasa huyu aliwakilisha Ugiriki. Lakini pia aliona mnyama wa 4 katika Danieli 7:7 ambao ni mnyama wa kutisha. Mnyama huyu wa kutisha asieleweka ndo mnyama gani na anawakilisha ufalme gani? Ndio aliyesema kwamba atakanyaga mabaki yake. Ndo huyu mnyama wa ufalme wa ngapi?
wa 4 ambao ni mnyama wa ufalme wa Rumi ya kipagani. Si unanielewa sasa? Haya, sasa njoo rudi hapa kwenye Ufunuo. Sitaki kuchambua huku sana. Njoo rudi hapa kwenye Ufunuo. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, umeona? Miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu. Unaelewa dubu sasa? Unaelewa dubu? Huyu mnyama ambao anaitwa dubu ndio miguu yake ilikuwa huyu ana miguu yake kama miguu ya dubu. Na kumbuka nimekwambia mnyama wa kwanza alikuwa ni simba, nikakwambia mnyama wa pili alikuwa ni dubu ambao ni Umedi na Uajemi. Sasa Umedi na Uajemi manake walikuwa na sheria zisizobadilika. Manake wakiweka saini kitu kinaenda hivyo hivyo, hata kama ni uongo watashikilia tu. Unakumbuka hata Danieli alisema sheria ibadiliki. Huyu amehukumiwa, hatuwezi kubadilisha sheria mfalme. Sasa huyu mnyama huyu amesimamia, miguu yake iko kama dubu. Maana yake anachokisimamia au anachokiamini ndio hicho hicho. Akisema tunaua hawa watu, tunaua. Akisema tunaabudu sanamu, tunaabudu. Lakini kichwa chake kama kinywa chake kama kinywa cha simba. Simba kumbuka ni Babeli. Babeli ni machukizo. Machafu. Machukizo ya nchi ndo ana kinywa chake. Sio unanielewa sasa? Maana yake amebeba uwezo wa wanyama wote tunaoona hao. Hao watatu tuliwaona na yeye akiwemo wanne. Maana yake ana sifa zote. Kama unavyojua uongozi wote ulivyoenda wanyama wote tuliwaona. Tuendelee tusonge mbele. Sasa yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha nini? Cha enzi na uweza mwingi. Mstari wa 3. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa na jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstajabia mnyama yule. Dunia yote ikafanya nini? Ikamstajabia mnyama yule. Dunia yote. Sasa ili tuweze kumuelewa huyu mnyama, tuangalie pia na sifa zake. Sifa huyo mnyama wa kwanza, mnyama huyu anaonekana kwamba ni mfalme. Huyu mnyama ni mfalme. Ukisoma hapo mnyama. Sasa huyu mnyama ambaye anaonekana kwamba ni mtawala, unamjuaje kama ni mtawala? Ukirudi kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 17, anaweza kaja mmoja wale malaika 7 wenye vile vitasa 7, akanena nami akisema, njoo huku nitakuonesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, ambayo wafalme wa nchi wamezini naye. Sasa kahaba kwa mujibu wa maandiko, mwanamke alikuwa anamaanisha taifa la Israeli. Sasa kwa kanisa leo tunaposema mwanamke ni kanisa. Sasa tunaposema mwanamke kahaba, maana yake ni kanisa lililoacha mafundisho ya Mungu, kanisa potofu. Sasa hili kanisa limempanda nani? Mnyama. Maana yake hili kanisa limekaa kwa joka, limekaa kwa huyo mnyama, huyo mtawala. Tusiende huko, twende turudi hapa sasa. Ili kanisa lilopotoka utalijua ni kanisa gani, limekaa kwenye huyo mnyama. Mnyama ndo kalibeba. Mwekundu sana huyo mnyama huyo. Kwa hiyo mnyama huyo inaonekana kwamba atapokea mamlaka yake toka kwa joka. Na joka amempa kiti chake cha enzi. Joka amempa kiti chake nini? Cha enzi na uweza mwingi. Sasa huyo mnyama ni mnyama gani? Mpinga Kristo. Wapi panaongelewa hapo? Twende tupige hatua. Lakini anasema ni ufalme ambao kwanza katika mstari wa 3 na wa 7 umeenea duniani kote. Hii hakuna wakubisha, ni ufalme gani ambao umeenea duniani kote? Ni ufalme gani umeenea duniani kote? Kama sio mamlaka ya huyu papa huyu. Lakini akaeleza kwamba akaona kama moja ya kichwa chake. Sikiliza. Akaona kama moja ya kichwa chake kimefanya nini? Kimepata jeraha la mauti, lakini kikapona. Japo wengine wanasema huyu mpinga Kristo atakuja jifanye kama amekufa alafu atafufuka. Sikiliza unabii, moja ya kichwa chake, moja ya kichwa chake, moja ya kiongozi wake mmoja, ndicho anachomaanisha, moja ya kiongozi wake mmoja. Sasa ukiendelea kufuatilia historia, utakuja kugundua kwamba huyu kiongozi wa hii kanisa, ambaye ni papa,
ambaye ni papa. Kuanzia mwaka 538 ndipo alipotangaziwa, ambapo alipata mandate ya kutawala mwaka 538. Mwaka 538. Nenda kwenye historia utaona alipewa mamlaka kamili mwaka 538 baada ya Kristo. Kutokana na barua ambayo iliandikwa na huyu Kaisari Justinian. Viko vyote vimetunzwa kwenye historia. So ilimtambua askofu wa Roma kuwa nani? Kuwa mkuu wa makanisa yote. Na akapewa uwezo wake uliokomeshwa, ambao ulikuja ukakomeshwa mwaka 1798. Ambapo tunaona historia inaonyesha kwamba alikuja akauawa na Jebedari Betia wa wapi? Wa Ufaransa. So huyu Betia aliingia Roma, akamteka papa, akamuua. Umeona pigo la mauti. Akafa huyu. Kwa upapa ukapoteza nguvu kuanzia mwaka 1998. Kapoteza nguvu kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Akapoteza nguvu. Kwa hiyo hakuwa na mamlaka tena. Upapa ukao umeondolewa, ikabaki tu ni Katoliki. Paka ilipofika 1929 alipokuja kutambuliwa tena na kupewa nafasi tena. Kwa kuna kipindi hapa papa alikufa, kwa dunia yote haina papa, hao Katoliki hawana papa. Ndio maana hapa anaeleza hivi. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Baadaye ilipona, akarudi tena ulingoni. Dunia yote ikamstaajabu mnyama yule. Watu mnaofahamu historia, tunafahamu kwamba makaisari walikuwa wanaabudiwa sana. Walikuwa wanaabudiwa mno. Na hata ukisoma historia ya Kaisari mmoja alikuwa anaitwa kipindi cha Yohana, ambao nilikuwa na muangalia hapa Domitian. Ambao alitaka abudiwe kiwa hai. Japo makaisari wengine waliabudiwa kiwa wamekufa, ila huyu alitaka abudiwe kiwa hai, na aliwatesa Wakristo wengi na kuwaua sana. Sasa huyu mnyama alipoingia ulingoni, dunia yote ilistaajabu. Nani mwenye nguvu kama mnyama huyu? Mstari wa 4 Biblia inasema wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uweza wake. Nao wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Ninaposoma unabii huu, maana yake kwanza ufahamu kwamba roho ya mpinga Kristo inatenda kazi katika roho. Bado sasa haijadhihirishwa waziwazi kwamba sasa kila mtu ajue huyu ndo jamaa mwenyewe. Sasa saizi anafahamika kwamba atatokea wapi na anakujaje, lakini bado hajajifunua na kujiweka wazi. Ila roho ile bado inatenda kazi. Kama uko na mwenzako hapo, mwambie ile roho bado inatenda kazi hata sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa paka 1929 ndipo akarudi tena ulingoni. Mtumishi Nchimbi, weka mute mic yako. Yes. Barikiwe sana kwa kuweka mute mic yako. Sasa ukisoma mstari wa 5, mstari wa 4 anasema wakamsujudia yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. Wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Angalia anavyopewaga sifa. Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Angalia pia anavyopewa sifa. Anapewa sifa bara, kuna kama huyu, na anapewa majina mazuri kabisa. Lakini pia ukisoma kuanzia mstari wa 5 na wa 6, maandiko yanaanza kueleza ya kwamba ana majina ya makufuru. Angalia hapa, naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru, akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 40 na mingapi? Na miwili. Miezi 40 na miwili ni miaka 3 na ngapi? Na nusu. Hii inafahamika. Miaka 3 na nusu. Akapewa uwezo wa kufanya kazi miaka 3 na nusu. Japo utasikia wahubiri wengi wanahubiri kwamba huu ni unabii pacha, kwamba uliwahi kutokea kuanzia mwaka huu nilioutaja, mwaka 538 mpaka 1598. Kwa alipewa uwezo wa kufanya hapo, ambapo nasema ni kipindi cha giza, dark age. Kwa aliweza kufanya hivyo, lakini hii miaka inayotajwa hii aliyopewa uwezo wa kufanya, hata kama ni unabii pacha umetimia huko, lakini mimi naangalia amepewa uwezo wa kufanya ile miaka 3 ile ya dhiki, miaka 3 na nusu ambayo tulikuwa tukiangalia toka juzi na jana. Miaka 3 na nusu ile akapewa uwezo wa kufanya kazi
Kwa hiyo amepewa na nani? Na mbingu imempa uwezo wa kufanya. Alafu pia mstari wa 6, akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake, nao wakao mbinguni. Umeona? Biblia inasema kwamba amepewa uwezo wa kutukana. Maana yake itafika wakati atajiita kuwa yeye ndo Mungu. Hayo ndo makufuru, hayo ndo kutukana. Kudai kuwa yeye anaweza kuliko Mungu. Kama unavyoona roho inaendelea kutenda kazi hata sasa, kwamba yeye anaweza kasamee dhambi, anaweza kaponya na nini, vitu vingi sana. Ile roho inatenda, lakini atakuja sema mimi ndo Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hadi sasa yako majina ambao wanamuita. Majina mazuri sana. Mara anaitwa Baba Mtakatifu. Sasa mstari wa 7 hapa, mstari wa 7. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha. Okay, acha nirudi hapa, niweke msitizo kwanza hapa. Kwa nini? Kwa sababu ameongelea akapewa uwezo wa kufanya vita na nani? Na watakatifu na akawashinda. Sasa swali naweza kuja, mtumishi, sasa watakatifu ni wakina nani? Wewe unasema kanisa itakuwa limeondoka, mbona hapa anafanya vita na watakatifu na kuwashinda? Kumbuka tunamwongelea mpinga Kristo wa dhiki kuu. Inakuwaje? Sikiliza, nisikize vizuri uelewe. Watakatifu wanaongelewa hapa. Kwanza nikwambie vizuri. Hao watakatifu wanaongelewa hapa hawana jeshi, hawana mabomu. Luka weka mute. Luka weka mute na kusikia huku. Yes, asante. Ili kanisa ambalo litakuwa limenyakuliwa, kanisa halipiganagi vita vya kijeshi. Halipiganagi vita vya kimabavu. Kwanza halina jeshi. Ulishaona wapi kanisa linapigana na majeshi hivyo? Atafanya vita. Vita, unafahamu vita. Na watakatifu na hao wanaozungumzwa hapa, watakatifu wanaozungumzwa hapa ni taifa la Israeli. Ndio wanaozungumzwa, Wayahudi. Ni taifa la Israeli, ndio wanajeshi, ndio watakao pigana na huyu jamaa, lakini watapigwa. Kwa vita vya mpinga Kristo na Wayahudi, atawapiga sana. Ndio maana Mathayo 24 mstari wa 22 anasema kama siku hizo zisingefupizwa, hakuna hata mtu ambaye angefanya nini? Angeokolewa kama zisingefupizwa. Lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa siku hizo. Haleluya. Lakini kumbuka pale mbele anasema pia atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Lakini atakayevumilia hata mwisho sio kwa Wayahudi tu. Maana yake hata sisi yako majira tunayaendea ambayo yanahitaji stamina ya kiroho. Yanahitaji nguvu za kiroho. Kwa sababu tunakokuendea huko, tunakwenda kwenye mwanzo wa utungu ambako wenye mioyo miepesi hawatastahimili. Kumbuka nimekudokeza mwanzoni kwamba tutaiangalia chapa ya mnyama ambao tunaona leo watu wanatangaza, mpaka Uingereza walikuwa wanalalamika, wanaandamana, hatutaki hiyo ambayo nimekwambia inaitwa digital ID, wanakataa. Na Donald Trump amesign the penalty of death ya hiyo mandatory digital ID. Sasa unapoona haya, manake usifikiri kwamba kanisa alitaonja kajoto kajiwe kuangalia walio wateule watakaostahimili, watakaosimama, ili tunapoelekea kwenye vurumai ya kutokea mambo mazito zaidi, ndipo Bwana atalichukua kanisa lake. Lakini kuna mambo ambayo usifikiri utatoka kwenye raha hivi kwamba na raha yako, maisha yanaenda hivi mulwa vivi. Nisikilize vizuri. Najua watu wengine za kaudia hakuna kitakachotokea. Sikiliza ndugu yangu. Soma maandiko utapata ushahidi mzuri kwamba mambo tunaendea sio mepesi. Sio mepesi hata kidogo. Na nitakupa dalili, nitakuja nikuonyeshe dalili, viashiria vya ujio wa huyu jamaa. Nitakuja nikupe dalili. Dalili ya kwanza ambayo utakuja kuiongelea wakati unaokuja ni udhibiti wa mambo ya nini? Ya kidini. Udhibiti wa taasisi za kidini zitaanza kudhibitiwa, mpaka lazima ziwe, yani zitadhibitiwa kama unavyoona leo hii saizi usajili sina nini, kanisa liweje, zitaanza kudhibitiwa kwa kiasi kikubwa sana.
Okay, acha turudi hapa, tusiende mbele sana, si nikakupoteza. Tulikuwa mstari wa 7 kama sijakosea. Akapewa fanye vita na watakatifu na kuwashinda. Nimeshakwambia watakatifu. Mstari wa 8, na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa kwa misingi ya dunia. Manake watu wote ambao majina yao hayajaandikwa mbinguni watamkubali huyu jamaa na watamsujudia. Watu watakaomkataa ni wale ambao tu majina yao yameandikwa. Hao ndio ambao watakuwa tayari kwa muda wowote kabla huyu jamaa hajajizirisha waziwazi kuondoka na Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio maana akasema mtu akiwa na sikio na asikie. Mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka, mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapa ndipo penye subira na imani ya watakatifu, faith of the saint. Sasa anapoanza kuongelea hayo, anaongelea kwa habari ya huyu mpinga Kristo ambao tumemuona, ambao umepewa uwezo na joka wa 100%. 100%. Kwa hiyo tukaona pia pembe zile 10 ambazo ni mataifa 10 ya Ulaya yatakayomuunga mkono 100%. Na tunaona pia zina nyayo ambao ni vidole 10, ni yale mataifa 10. Ndio maana na vidole pia 10 yatamuunga mkono 100%. Bwana Yesu asifiwe sana. 100%. 100% yatakubaliana naye. Na yatamuunga mkono, wewe Bwana hivi na hivi na hivi. Ndio maana Yesu alisema hivi katika Yohana 5:43, mimi nimekuja kwa jina langu mmenikataa, lakini mwingine atakuja, mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu mmenikataa, lakini yeye mwingine atakuja kwa jina la mstari mbona unanisahau? Mtumishi tusomee Yohana 5:43. Unaanza kunipita. Kwa nini? Yohana 5:43. Are you sleeping? Praxed. Nipo mchungaji. Yohana 5:43. Yohana sura ya 5. Sura ya 5:40 ngapi? Sio Ufunuo, Yohana 5:43. Na soma Yohana mtakatifu sura ya 5 mstari wa 43. Ni kwa jina la yangu wala ni hamnipokei. Akija kwa jina lake mwenyewe mtampokea huyo. Huyu anazungumzwa ni mpinga Kristo. Atasema mimi, yani atawaaminisha watu. Kumbuka anaitwa mpinga Kristo, na mpinga Kristo na kujifanya yeye ndo Mungu. Na mataifa yote watamsujudia, wote wasioandikwa kwenye kitabu cha mwana kondoo watamwamini, watasema huyu nani afananaye na huyu? Huyu ndo yeye, huyu ndo, yani watampokea. Biblia inasema watampokea. They shall receive him. Lazima wampokee. Ndio maana ukisoma Danieli 9:27 anaongelea pia atakomesha sadaka ya kuteketezwa. Tusomee pale. Sasa sadaka ya kuteketezwa, Biblia haiongelea kwa habari ya mataifa. Sisi mataifa hatuna sadaka ya kuteketezwa. Tusomee hiyo Danieli 9:27. Danieli 9:27. Mataifa hatuna sadaka ya kuteketezwa. Huku tunaishi na wa matengo. Wa matengo wana sadaka ya kuteketezwa. Sijajua huko uliko wewe. Labda kuna watu wana sadaka ya kuteketezwa. Tusomee inasemaje? Danieli sura ya 9:27, naye Naona mtandao unayumba. Naona mtandao unayumba. Naomba urudie. Okay. Tafanya tabia wa moja manuma hiyo iko biu kama pake simama kipo hivyo kama dhahabu isura juu yake mwenye kuharibu. Amen.
naye atafanya agano thabiti na watu wengi. Agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja. Hilo juma moja ambalo tulisema ni miaka 7 halina doubt. Na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu, na hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu. Sasa ukiangalia sadaka hizi za kuteketezwa ni Wayahudi, kwa atakomesha kwa Wayahudi. Kwa mpinga Kristo ujio wake, nadhani wale mliosoma Ufunuo Yohana sura ya 6 pale ndo unaanza ile mihuri inapofunguliwa. Kwa unakuta mtu asema jamani tuombe maombi ya kumzuia mpinga Kristo sije kabla wakati wake. Wewe uweze kuzuia. Mungu akifungua muhuri wa kwanza umeshafunguliwa tap. Ukisoma Ufunuo Yohana sura ya 6 kuanzia mstari wa kwanza, asema anapofungua muhuri wa kwanza nikasikia sauti, njoo nami nitakuonyesha. Biblia inasema katoka farasi mweupe sana na aliyempanda na uta. Tena kaambiwa go and conquer. Anasema nenda ukashinde na upate kushinda. Alifunguliwa, ile roho ikaanza kutenda kazi zidi ya kanisa la kwanza. Ile roho ya mpinga Kristo. Hata ukiangalia muhuri wa pili, muhuri wa tatu, kwa hiyo mihuri inapofunguliwa ndo anakaribia kudhihirishwa kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo hakuna anayeweza kuzuia yanayokuja kutokea, na mengi yatatokea tunayaona kwa macho yetu kwa sababu ya miaka tulionayo. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa tumeona kwamba yeye atasema yeye ndiye Mungu na atashindana na watakatifu na kuwashinda. Ndio maana Daniel alisema Yesu alisema ole wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo, ambapo jana niliongelea ikasema sio mimba za kiroho kama watu wanavyosema, ni mimba za kimwili kabisa na watoto wa kimwili kabisa. Kwa sababu ukiwa na mimba kukimbia kujificha kwa ajili ya huyu jamaa mpinga Kristo uwezi. Utakuna hema tu. Mama nadhani mnafahamu kiwa katika hali zenu. Mungu tu awabariki kwa shughuli mnayoifanya. Sasa Biblia inasema mtu yote ambaye jina lake alijaandikwa katika kitabu atamsujudia mnyama. Atamsujudia tu. Kwa maana yake nyakati hizi ni nyakati ambazo tunahitaji majina yetu yaandikwe kwenye kitabu cha uzima. Kwenye kitabu cha uzima. Bila hivyo mtandao unayumba bara. Mtandao unayumba. Hapo mnanisikia. Bila hivyo maana yake itakuwa ni rahisi kwa watu kumpokea huyu mnyama mpinga Kristo na kufanya nini? Na kumwabudu. Na wengi watamwabudu. Ndipo utakapokuja kuangalia mnyama wa pili ambao yeye atakuwa ni tunasema ni mpambe. Nadhani ninaposema mpambe mnanielewa. Atakuwa anampigia debe mnyama wa kwanza. Atakuwa anampigia debe mnyama wa kwanza. Kumbuka ni nabii wa uongo, yeye atakuwa anampigia debe mnyama wa kwanza. Sababu nabii wa uongo na mpinga Kristo watafanya kazi pamoja. Ndio maana ukisoma katika Ufunuo utakuja kuangalia yeye ndiye atakuja kukamatwa akiwa hai. Mpinga Kristo na mnyama atakamatwa akiwa hai, watatupwa kwenye ziwa la moto kuanza kusubiri waliowadanganya sasa. Baada ya hapo atakuja kukamatwa tena shetani naye atatupwa. Kwa hiyo atakotupwa akiwa hai ni mnyama, nabii wa uongo, tuseme na mpinga Kristo, nabii wa uongo pamoja na shetani. Hao wametajwa kabisa, watakamatwa, watatupwa. Maana yake mpinga Kristo, nabii wa uongo ni watu, lakini ambao tunasema watu 100%, shetani 100%. Watafanya kazi hapa duniani na wataonekana. Kwa hiyo sasa nyakati hizo nazo ni nyakati ambazo tunahitaji sana majina yetu yaandikwe katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kwa sababu Yesu alitoa tahadhari katika kitabu cha Mathayo 15 kuanzia mstari wa 6. Unaweza kusema mimi siwezi nikamwabudu huyu mpinga Kristo, siwezi nikamwabudu, ili hali hiyo roho inatembea na mpaka sasa watu wanamwabudu bila kujua. Ukisoma kitabu cha Yohana, kitabu cha Mathayo ngoja nisomea haraka haraka. Mathayo 15 kuanzia mstari wa 6 anaeleza hapa. Mathayo 15 kuanzia mstari wa 6 anaeleza hapa, anasema basi Mathayo 15 enyi wanafiki, ni vema alivyotabiri kuanzia mstari wa 7, alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa uniheshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami. Maana yake watu wasema tunamheshimu Mungu,
lakini maagizo yote na sheria zote wanamfuata huyu mnyama anachokisema. Chochote anachokipanga wanakifuata. Ila kanisani wanaenda na magoti wanapiga, lakini kitu anachokifuata ni mnyama huyu anachokisema. Hicho ndicho anachokifuata. Ndio maana Yesu anasema wananiheshimu bure. Wanaheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao imeambatana na huyo mnyama. Kila anachokitangaza, anachokifanya watu wanakiiga na kukifuata. Sasa sasa 5 dakika moja. Okay. Kwanza niweke period hapa.